dalili za mtu mwenye kibali, milango inaanza kufunguliwa bila jitihada nyingi. Fursa mbalimbali zinakuja. Na kuomba sana haya mambo ya Mungu uwe mfumo. Sio ni matukio afu nalipuka, leo nimeona yaani fike mara inakuwa ni kawaida kwako. Kawaida maana ni maisha yako. Watu wanakusaidia bila sababu kubwa. Wacha kukubali, lakini watu wanakusaidia bila sababu kubwa. Unapata upendeleo. Kazi zako zinaanza kuzaa matunda kwa haraka. Kibali. Kuna kasi ya uungu inakuwa na wewe. Kibali. Kasi ya uungu. Unapata amani katikati ya vita. Kuna kibali. Katikati ya vita wewe unapata amani. Ndio maana Elisha aliwaambia nyamazeni, najua kinachoendelea. Najua leo Elia atatwaliwa, nyamazeni. Ndio maana Paulo na Sila gerezani waliomba. Unapata amani wakati wa vita. Wewe unakuwa na amani. Na wakati wote unahisi uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Hata adui hajitukuzaje anashindwa kukuangusha, au na kibali cha Mungu juu yako. Hakuna vita utakayoshindwa. Utapigana lakini hutashindwa, maana una kibali cha Mungu juu yako. Lakini kibali hicho lazima ukilinde, usitosheke kiroho. Tumeomba sana, nimeabudu sana, nimetoa sadaka sana, nimesamehe sana. Usitosheke kiroho. Endelea kuwa na njaa ya kiroho siku hadi siku, kwa mhitaji wa Baba siku hadi siku. Usiruhusu uchafu wa ndani utawale. Sikiliza Roho Mtakatifu. Fuata mwongozo wa Biblia. Dumisha unyenyekevu ili kulinda kibali chako. Tumesema hapa, kumbuka chanzo, lakini pia tumia kibali hicho sawa na makusudi ya Mungu Baba. Kibali, unaweza kibali ukakitumia vibaya. Jilinde. Kibali ukipokea usitumie vibaya. Haleluya. Kitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usema amen. Itafika mahala kwa sababu ya kile kibali watu watashindwa kujua kwa nini unafanikiwa. Kuna watu hawata na wewe elewani. Kipimo cha kibali sio mateso. Unaweza kuwa katika mateso lakini una kibali cha Baba. Shetani asikuhubiri kwamba tazama una matatizo, tazama una ziki, uko jela, kadhalika na kadhalika. Maana yake una kibali haipo. Ndio maana Yusufu alikuwa jela lakini alipata kibali kule jela, kwa mazingira yale ya jela. Ndio maana watoto wote waliuawa wakati wa Farao, wote waliuawa, lakini Musa alitunzwa kwa imani. Kibali hapo, shika sana hapo. Ndio shetani huwa anawasomba wengi. Akiona ana hela mfukoni, ana maana sina kibali. Usifanye ujinga huo. Mtaa mzima ukikuinukia sina kibali, usifanye ujinga huo. Kibali ni amani ya moyoni. Hata wakati wa vita mtu wa Mungu ana kibali. Huo umekuwa ni mlango mkubwa wa shetani. Unafukuzwa kazi, unakwenda kule kwenye ujinga, unaona sina kibali, upako umeisha. Unaweza kufukuzwa kazi lakini una kibali. Na kile kibali kitafungua mlango mwingine. Yesu alikuwa na kibali lakini watu walimuinukia. Daudi alikuwa na kibali lakini watu walimuinukia. Usipime kibali kwa matokeo ya nje. Wanaweza kabisa watu wako wanasema kinyume na wewe kabisa, haina maana huna kibali. Ndio maana maandiko yanakutuma katika kila jambo baya au zuri, uwe mtu kutafakari kabla ya maamuzi. Kibali sio tukio, ni hali ya kiroho. Kibali ni maisha. Kibali ni uwepo wa Mungu. Hata maisha yakiwa chini kabisa, haina maana kibali kimetoweka. Kibali ni maisha, sio tukio. Kinachochewa na ule mfumo wako umejiwekea kila siku. Tunasema hivi, huwezi kuwa na kibali kama una nidhamu.
Kibali kinachagua watu wa kusema nao. Biblia inafundisha hivi. Kibali kinachagua marafiki. Shika sana hilo. Kibali hakizungumza kila mtu. Kibali kinakataa kuwa karibu na kila mtu. Ni nidhamu ya hali ya juu. Kibali hakizuruzururi ovyo. Kibali, watu wa Mungu, ni ufalme, ni utawala. Kibali ni nidhamu. Ndio maana Mungu alimwambia Moses, usikae na hawa. Wewe unakaa kilomita 7 nje ya hawa. Alimwambia Musa, ukiwa naomba usiombe na hawa. Wewe unapotea, unaomba peke yako huko. Ukisema amen ndio unakuja huku. Huwezi kuwa na kibali ukawa ni mtu hovyo tu, binti hovyo tu. Nani atawekeza heshima yake kwako wewe? Huu ni ufalme wa Mungu Abraham. Kibali kinampa mtu, anachagua ya kusema unayachagua. Husemi yote tu bila kusema, unachagua ya kusema. Na unasema wapi? Maana kwenye kunyamaza tumefundishwa, sio tu tabia, lakini kunyamaza tumefundishwa ni kutambua nyakati na majira. Unajengwa tabia, lakini unapewa utambuzi wa kujua nyakati za kusema na kunyamaza. Unasema wapi na unasema nini? Hivi mnanielewa ninachoongea hapa? Kibali, milango hufunguka. Mungu aongelee milango ya vichochoroni ambayo hata unaweza kufungua. Milango ya vichochoroni hata unafungua tu. Kuna milango Mungu anazungumza hapa. Na milango ile angaza juu kifunguka ya kichochoroni inasema shikamoo bila kuamuliwa. Yo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema hakuna jeshi ya kutushinda. Katika jina